Maisha ni jambo la kiroho, yanaenda mbali zaidi kuliko ya huko nje. Na ndio maana kuna watu wameenda kununua nguo, akivaa ile nguo, kila akivaa na washwa mwili mzima lakini hajui. Kuna mwingine kila akivaa na umwa kichwa, nguo fulani, yani ni dress nzuri. Sizungumzi nguo iliyochoka au labda inanuka, nguo nzuri kwa nje inaonekana inavutia kabisa. Lakini kumbe nguo imenuizwa vitu, imewekwa vitu vingi tu upande wa pili. Kiasi kwamba akivaa tu ghafla anaumwa. Yani hiyo siku nzima akiwa kwenye ile nguo anaumwa kichwa au ni tumbo, kuna kitu kuhusiana na mwili wake. Kwa sababu ile nguo tayari imebeba kitu fulani. Nataka nikwambie mtumishi, nikukumbushe formula ya kiroho. Kumbuka Biblia inasema leso na apron zilitoka katika mwili wa Paul. Yani ni zile leso ambazo Paul alikuwa anatumia, ni apron alikuwa anavaa, zikitoka zinakwenda kwa wanapewa kwa watu ambao walikuwa wana shida, wana magonjwa, wana changamoto, wana mapepo, wanafunguliwa. Ina maana nguvu ya Mungu inaweza ikakaa ndani ya nguo ikafanya kitu kwa yule atakayepokea. Biblia inaonyesha namna ambavyo yule mwanamke alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Aligusa pindo la vazi la nguo ya Kristo na akapona muda ule ule. Yaani saa ile ile, wakati ule ule msibaki ukakoma. Ina maana nguvu ya Mungu iliyokuwa ndani ya mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwa imejaa mpaka kwenye nguo. Na yule mama alivyoigusa ile nguo kwa imani, ile nguvu ikapita. Sasa ukisema wewe navaa tu nguo yoyote ili mradi, nitakushangaa kwa sababu ina maana hauna maarifa neno la Mungu inawapasa. Ni muhimu sana mtumishi, muhimu sana. Hii ni muhimu kwa Mungu. Kama ni muhimu kwa Mungu, lazima iwe muhimu kwako. Kwa sababu wewe sio ulimwengu huu. Wewe ni mwana wa mfalme. Fanya maombi haya pamoja na mimi asubuhi leo sasa na neno ambalo tumejifunza. Sema: Baba mpendwa, ninakushukuru kwa ubora na utukufu unaonipa kama kuhani na mfalme wako. Ninatembea katika hekima yako, nikivaa kwa namna inayoakisi unadhifu wako. Ninajisalimisha kwa Roho Mtakatifu, nikihakikisha kwamba kila kipengele cha maisha yangu pamoja na muonekano wangu vinaleta utukufu kwako. Ninadhihirisha uzuri na ubora wako katika yote nifanyayo, katika jina la Yesu, amina. Haleluya. Unaweza kuingia ndani zaidi kwa kusoma maandiko yafuatayo. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9. Andiko la pili ni kitabu cha Kutoka sura ya 28 mstari wa 3. Kutoka sura ya 28 mstari wa 3. Na